Urusi imedai kufanya mazoezi ya kimkakati ya vikosi vyake vya nyuklia chini ya uongozi wa Rais Vladimir Putin. Mazoezi hayo ya kimkakati ya vikosi vya nyuklia yaliyosimamiwa na Rais Putin yalifanywa kwa ushiriki wa sehemu za ardhini, za majini na angani, tovuti ya Kremlin iliripoti. Chini ya uongozi wa Amiri Jeshi Mkuu wa majeshi ya shirikisho la Urusi Vladimir Putin, zoezi la mafunzo ya vikosi vya kimkakati vya nyuklia lilifanyika kwa kuhusisha vitu vyao vya ardhini, baharini na angani, ilisema taarifa hiyo kupitia tovuti ya Ikulu. Rais wa Urusi Vladimir Putin alisema zoezi la kuamrisha nyuklia lilikuwa ni zoezi lililopangwa. Leo tunayo mipango ya mafunzo ya vikosi vya nyuklia, alisema kutoka kituo cha hali cha Kremlin kabla ya kutoa agizo la kuanza kwa mazoezi hayo. Hata hivyo, katika kipindi hiki kumekuwa na vita baridi baina ya NATO na taifa hilo la Kirusi miongoni mwa mataifa katika eneo la mashariki mwa Ulaya. Mataifa ya NATO bado yamekuwa na wasiwasi dhidi ya Urusi, ambayo yaliamua kuanzisha mazoezi ya kijeshi ya nyuklia mnamo wiki iliyopita, ambapo mazoezi hayo kwa mujibu wa katibu mkuu wa NATO Mark Rutte ni katika kuimarisha vikosi vya NATO na kwa ajili ya mapambano ikiwa vita vitatokea kati yao pamoja na adui ambao hawakumtaja, lakini inaonekana wazi kwa sababu mara kadhaa wamekuwa wakieleza kwamba Urusi imekuwa ni adui wao mkubwa kwa miaka mingi iliyopita, tangu wakati huo kukiwa na Umoja wa Usovieti USSR. Kremlin imeripoti kwamba majaribio ya kimkakati ya vikosi vyake vya nyuklia vilitathmini utayari wa muundo wa amri za jeshi na ustawi wa kiutendaji wa wafanyakazi wanaohusika na udhibiti wa askari. Kama sehemu ya zoezi hilo, kombora la masafa marefu la Yaz lilirushwa kutoka Plisitevsky Cosmodrome kuelekea safu ya kura huko Kamchatka. Mazoezi hayo pia yalijumuisha majaribio ya makombora ya kusafiri kwa anga yaliyofanywa na washambuliaji wa kimkakati, ikiwa ni pamoja na kombora la Tu-95MS na kurusha kombora la ballistic la Sineva kutoka manowari ya Bryansk katika bahari ya Barents. Kulingana na Kremlin, malengo yote ya zoezi hilo yalifikiwa kwa ufanisi chini ya usimamizi wa Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin. Mara kadhaa Urusi hufanya mazoezi ya kijeshi, lakini wakati huu ni mazoezi ambayo ni ya kimkakati zaidi, mazoezi ambayo ni ya nadra sana kufanyika nchini huu. Urusi ina silaha nyingi za kinyuklia na ndilo taifa ambalo linaongoza kwa kuwa na vichwa vingi vya nyuklia ulimwenguni, licha ya Marekani wakati huu wa urais wa Donald Trump ikiamini yenyewe imetengeneza vichwa vingi vya nyuklia. Lakini pia taarifa ambayo iliwahi kutolewa na moja kati ya viongozi wa kidiplomasia nchini Urusi ni kwamba Urusi imezalisha vichwa vingi tofauti vya nyuklia tofauti na vile vinavyofahamika katika ulimwengu, na mpaka sasa kutokana na kauli hiyo ni kwamba havifahamiki ni vichwa kiasi gani vya nyuklia ambavyo Urusi imevitengeneza. Shirikisho la Urusi linajulikana kumiliki na au kuwa na aina tatu za silaha za maangamizi makubwa: silaha za nyuklia, silaha za kibiolojia na silaha za kemikali. Ni mojawapo ya mataifa matano yenye silaha za nyuklia yanayotambuliwa chini ya mkataba wa kuzuia uenezaji wa silaha za nyuklia, na mojawapo ya nchi 4 zinazotumia silaha tatu za nyuklia. Urusi ina jumla ya vichwa 5459 vya nyuklia kufikia mwaka huu 2025, hifadhi kubwa zaidi iliyothibitishwa ya vichwa vya nyuklia ulimwenguni. Makombora yaliyotumwa nchini Urusi, yale yaliyotayari kurushwa, yanafikia takribani 1718, ambayo pia ni safu kubwa zaidi ya kijeshi iliyothibitishwa kutekelezwa kimkakati duniani kufikia mwaka 2025. Silaha zilizobaki ziko kwenye hifadhi na zimehifadhiwa, zimepangwa kwa ajili ya kuharibiwa, kulingana na taarifa ambayo iliwahi kutolewa siku za nyuma. Urusi, taifa mama katika muungano wa Kisovieti, ulifikia kilele cha akiba ya vichwa 1045 hivi vya nyuklia katika miaka 1986, na idadi ya silaha ambazo Urusi inaweza kumiliki kwa sasa inadhibitiwa na makubaliano ya pande mbili ya New START na Marekani. Urusi na nchi ya Marekani ndizo nchi zenye nguvu kubwa zaidi za nyuklia duniani, zikishikilia takribani 88% ya nguvu zote za nyuklia ulimwenguni. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika na kusubscribe channel hii. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri ulimwenguni.